إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشرة الأولى من ذو الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء. أحبتي في الله، ndugu zangu wapendwa Waislamu, tumo ndani ya masiku bora duniani. Afdalu ayami dunya ayami al-ashr, masiku bora mbele ya Mungu duniani ni masiku 10 ya kwanza ya Dhulhijja, na masiku haya yanakuwa bora zaidi ndugu zangu ikiwa mimi na wewe tutajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu zaidi kwa kufanya matendo mema. Kwani matendo mema yoyote ambayo utakayofanya wewe na mimi katika masiku haya ni bora kuliko matendo yote mema ambayo umewahi kuyafanya katika masiku mengine isiyokuwa masiku haya. Rakaa 2 ya sunna utakayeswali wewe katika masiku haya ni bora kuliko rakaa 2 za sunna ambayo umewahi kuswali katika muda wa mwaka nzima. Qur'ani utakayesoma wewe katika masiku haya ni bora mbele ya Mungu na yanapendeza mbele ya Mungu kuliko Qur'ani yote ambayo umewahi kuyasoma katika mwaka nzima katika masiku yaliyopita. Swala utakayeswali, sadaka utakayetoa, kisimamo cha usiku, kumswalia mtume katika masiku haya, kuomba dua katika masiku haya, yote haya yatakuwa ni bora kuliko masiku mengine yote ambayo umewahi kuyafanya wewe. Hata saumu ambayo utakayefunga wewe katika saumu za sunna, hakuna saumu ya sunna iliyokuwa bora mbele ya Mungu kama saumu ya sunna ambayo Muislamu atayafunga katika masiku haya. Na masiku haya ndugu zangu Waislamu imekuwa bora kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Mwenyezi Mungu ameapia nazo ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wal fajri wa layalin ashr. Mwenyezi Mungu anaapa na wakati wa alfajiri, kuonesha wakati wa alfajiri ilipokuwa nzito. Mungu anaapia ndani ya Qur'an wa layalin ashri, na Mwenyezi Mungu anaapa na masiku 10 ya kwanza ya Dhulhijja. Na Mwenyezi Mungu anapoapia jambo, basi ili jambo inakuwa ni nzito kwake yeye, na vile vile inakuwa ni nzito katika maisha ya Muislamu hapa duniani na kesho akhera. Huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni adhim, Mwenyezi Mungu ambaye ni mtukufu, aliye na cheo, anaapia jambo ambalo ni tukufu vile vile. Unapoona anaapia juu ya jambo, basi bila shaka hilo jambo lina uzito mkubwa sana, lina uzito mkubwa sana katika maisha ya Muislamu.
Haya masiku ndugu zangu, namna ilivyokuwa nzito na mtume kuyaunga mkono katika hadithi zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin ala amalu salih fihin ahabbu ila Allah azza wa jalla min asharati alula min dhulhijja. Hakuna masiku ambaye yanampendeza Mwenyezi Mungu kumuona mja wake anafanya matendo mema ndani yake kuliko masiku 10 ya kwanza ya Dhulhijja. Maswahaba ridwanullah alaihim wanamuuliza Mtume, masiku haya ni bora kuliko hata mtu kupigana jihad? Mtume anawaambia naam, masiku haya ni bora kuliko hata mtu kupigana jihad. Kwa sababu masahaba wanashangaa, Mtume alikuwa ameshawaeleza fadhila ya mtu kupigana jihad, fadhila yake hatuwezi kumfikia mtu aliyopigana jihad. Sasa wanashangaa, hii masiku ni bora kuliko hata mtu kupigana jihad. Mtume anawaambia, walal jihad fi sabilillah, hata jihad fi sabilillah. Na tunajua cheo cha jihad ndugu zangu, daraja yake, wa dhirwatu sanamihi. Mtume anasema ibada iliyokuwa juu kuliko ibada zote ni jihad fi sabilillah. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka istithna, akasema, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bishay, isipokuwa mtu ambaye alitoka kwenda jihad na mali yake na nafsi yake, mali yake yote ikamalizika kule na yeye mwenyewe akapata shahada, basi huyu mtu naye anakuwa ni bora kuliko masiku haya. Ndio wanazuoni wakatafsiri hadithi hii wakasema, ikiwa mtu atatoka kwenda jihad na mali yake na nafsi yake akapigana vita vikaisha akarudi nyumbani salama, masiku haya ni bora kuliko huyu mtu. Lakini ikiwa mtu atatoka kwenda jihad akapigana akapata shahada kule, huyu mtu naye anakuwa ni bora kuliko masiku haya. Ndugu zangu, kwa taarifa yako upate kujua, masiku haya ni bora kuliko masiku ya kawaida katika mwezi wa Ramadhani. Na tunajua utukufu wa Ramadhani ndugu zangu, isipokuwa usiku wa Lailatul Qadri. Usiku wa Lailatul Qadri naye ni bora kuliko masiku haya. Usiku mmoja tu katika mwezi wa Ramadhani, lao Muislamu anaipata kwa ibada, ni sawasawa na mtu kufanya ibada zaidi ya miaka 83 na miezi minne, khairun min alf shahr, ambaye labda wengi wetu hapa hatuwezi kufikia hiyo umri. Lakini masiku ya kawaida ya mwezi wa Ramadhani, masiku haya 10 ambayo tuko ndani yake ndugu zangu, ni bora kuliko masiku ya kawaida ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Wanasema wanazuoni, kwa sababu haya masiku ambayo tuko ndani yake leo, Mwenyezi Mungu ameyapia nazo ndani ya Qur'an, amekula kiapo. Lakini masiku ya kawaida katika mwezi wa Ramadhani Mungu hajawahi kula kiapo. Sasa unaweza kufikiri ndugu yangu, haya masiku ni nzito kiasi gani katika maisha yako na yangu. Ndio unaona haya masiku ndugu zangu imetupata sisi, na leo ni siku ya 3 imeshaingia. Tujibidiishi katika taa ndugu zangu, tujisukume mbele, kila mmoja wetu ailazimishe nafsi yake. Hii ni nafasi ya dhahabu ndugu zangu katika maisha yako na yangu. Tuyakimbilie haya na tuyafanye ibada nyingi nyingi katika masiku haya. Tuhakikishe kwamba swala zote 5 tunalazimisha msikitini. Sunna ya kablia na baadia isitupite ndugu zangu. Salati dhuha na salati al-ishraq isikupite katika masiku haya, kwani ni masiku ambayo ni bora Muislamu kufanya ibada na nia yake na yanampendeza Mungu zaidi kuliko masiku mengine. Tusome sana Qur'an katika masiku haya ndugu zangu. Lao mtu anajipinda sawa sawa katika masiku haya 10, anaweza kumaliza Qur'ani mara 3 au mara 4. Lao utajipinda sawa sawa ndugu zangu. Tutoe sadaka kwa wingi sana ndugu zangu katika masiku haya. Tuwakumbuke wale ambao wako chini yetu, wale ambao hawana ulicho nacho. Tuwajali sana watu hawa katika masiku haya, na tumswalie mtume sana katika masiku haya. Tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha, tumuombe Mwenyezi Mungu tauba, tulete istighfar na tuombe dua ambazo tunahitajia katika maisha yetu ya duniani na kesho akhera. Na miongoni mwa matendo ambayo tunafaa kuyafanya katika masiku haya ndugu zangu ni mtu kufunga saumu siku 9 mfululizo. Leo ni siku ya 3, na ikiwa wewe bado hujaanza,
basi anza kuanzia kesho ndugu yangu, bakie nyuma. Leo wengi wa watu wanakuambia ndio bwana, hii ni sunna tu, si lazima. Kweli ni sunna, lakini angalia namna ilivyokuwa na uzito. Hii saumu ambayo utakayefunga katika masiku haya ni bora kuliko saumu zote za sunna ambayo umewahi kufunga katika muda wa mwaka nzima katika masiku mengine. Vipi leo unaiacha inakupita hivi ndugu yangu? Wewe leo unafadhilisha kula kuliko saumu. Na Mtume alipotaja matendo mema yanampendeza Mungu katika masiku haya, miongoni mwa matendo mema ni mtu kufunga saumu. Na saumu haina mfano wake ndugu zangu. Kwa nini watu ni lazima wajibidiishe na wajilazimishe kufunga saumu katika masiku haya? Ni kwa sababu saumu inamkaribisha Muislamu kwa Mola wake. Saumu inamkumbusha Muislamu aende msikitini mapema. Saumu inakuambia nenda ukawahi swala za sunna kablia. Saumu inakuambia nenda ukasome Qur'an. Saumu inakuambia toa sadaqa. Saumu inakukumbusha amka usiku wa manane usali tahajjud. Na saumu inakukumbusha wewe na mimi ndugu yangu, unapotembea barabarani, saumu inakuambia inamisha macho. Saumu ndio unaona katika mwezi wa Ramadhan tunajazana misikitini. Saumu ndio ambayo inatuleta hapa ndugu zangu, inamkaribisha mtu kwa Mola wake. Ndio Mtume wa sallam anasema as-siyam la idla lahu, saumu haina mfano wake. Na leo mimi na wewe tutafunga katika masiku haya, saumu itatuwezesha sisi tuweze kuyafanya yale matendo mengi ambayo inatakana tuyafanye katika masiku haya ambayo Mungu anayaridhia zaidi. Mungu anayaridhia zaidi. Ndugu zangu, katika matendo haya ambayo watu leo wameweza kujibidiisha nazo na tunaendelea nazo, mandugu zetu ambayo wamejaliwa kwenda kufanya ibada ya haji, wao naye wamo ndani ya khairi nyingi zaidi. Na kwa mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija, asichelewe tena zaidi ya hapa ndugu yangu. Ikiwa wewe Mungu amekupa uwezo wa mali, amekupa uwezo wa nguvu za mwili, mpaka leo unachelewa vipi ndugu yangu? Hii dunia unaikimbiza kupita kiasi. Watu wanachukua nafasi zao za juu peponi, wewe bado unachelewa tu. Imani unamwekea nani wewe? Imani intakana uitumie kuijengea naye nyumba yako peponi, kuijenga akhera yako na kuijenga uhusiano wako na Mungu wako. Imani haipaswi kabisa kukuweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi ambacho leo hija inaingia kila mwaka, wewe haupo na uwezo unaye. Kama huna uwezo, haya masala mengine, lakini uwezo unaye, mbona mpaka leo hujawahi kwenda ndugu yangu? Na hii ibada ya haji ndugu yangu ndio ibada ya pekee ambaye Muislamu anapoyatekeleza malipo yake ni janna, haina malipo mengine. Mtume anasema alhajjul mabrur laysa lahu aljazau illa aljanna. Hija ilokamilika, hija ilokuwa nzuri, hija ambaye haina kasoro, haina malipo nyingine isipokuwa pepo. Sasa jambo ambalo leo inakupatia pepo moja kwa moja ndugu yangu, wewe mpaka leo unajivuta tu, hauna mipango yote haya. Unafunga safari, unakwenda Dubai mara 20 kwa mwaka, unakwenda Thailand, unakwenda Japan, unakwenda China, unakwenda Dubai, lakini hii hujakatazwa ndugu yangu. Lakini mbona hauna mawazo? Mimi inshallah mwaka huu nitatekeleza ibada hii ya haji. Sasa wewe unaijenga dunia yako, unaisahau akhira. Na hii yote ambayo unayakimbilia wewe ni halali, lakini upate kujua utaziacha hapa zote, hakuna hata ndururu utaondoka nayo. Na hii ibada ya haji ndugu yangu, tupate kujua ndio miongoni mwa ibada tatu ambaye Muislamu anapoyatekeleza katika maisha yake anarudi kama alivyozaliwa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Mtume ametaja matendo matatu katika hadithi moja, na moja nyingine ya 4 akataja katika hadithi nyingine. Hizi tatu amezitaja katika Sahih Muslim. Kuna bwana mmoja kabla ya kusilimu kwake akiitwa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As huyu kabla ya kusilimu alikuwa ni adui mkubwa sana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akipiga Uislamu vita
na akiwapiga Waislamu vita, akiwafanyia kila aina ya khiana. Amr ibn al-As amesababisha Waislamu wangapi leo wameuawa katika masahaba? Wangapi wamefanyiwa khiana? Wangapi wamedhulumiwa katika mikono ya Amr ibn al-As? Hata masahaba walipohamia Ethiopia, walipokwenda Habash, Makuraish walimtuma huyu Amr ibn al-As aende kwa rafiki yake mfalme Najashi akatie fitina huko ili Waislamu wauawe ama watiwe ndani. Na Amr ibn al-As akabeba mazawadi, dhahabu, vyakula, nafaka, baadhi ya mavazi ghali, kwenda kuhongana huko katika nchi ya Ethiopia ili Waislamu wauawe ama watiwe ndani. Lakini Jaafar bin Abi Talib alimshinda katika kesi, na mfalme Najashi akamwambia ya Amr ibn al-As, wallahi wacha hii zawadi uliokuja naye hapa hii, mimi hata ukinipatia jabali nzima ya dhahabu sitokupatia hawa watu, na watakaa katika ardhi ya Habash mpaka siku ile ambayo Mwenyezi Mungu atawajalia warudi makwao. Lakini miaka ilivyoenda, ndugu zangu, huyo Amr ibn al-As alikuja akasilimu. Sasa aliposilimu, ile mawazo ya kumbukumbu ya mabaya ambayo alikuwa akiwafanyia Waislamu na Uislamu ikawa inamuijia kwenye akili yake. Akawa anakumbuka ile dhulma aliyomfanyia Mtume, anakumbuka ile dhulma aliyomfanyia Abubakar, anakumbuka ile mabaya aliyomfanyia Jaafar bin Abi Talib na maswahaba wengine. Basi Amr ibn al-As alianza kulia tu, analia tu, anashindwa kula, anashindwa kulala. Maswahaba wanamuuliza, ya Amr, nini? Umeshasilimu, mambo yako yamekwisha, wewe ni mtu mwingine tofauti. Amr ibn al-As anawajibu, anasema, jamani, mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Mtume baada ya mabaya yote yale ambayo nimemfanyia? Nitakuwa na sura gani mbele ya Abubakar? Nitakuwa na sura gani mbele ya Jaafar bin Abi Talib? Ndio unaona ndugu yangu, mara nyingi unapokosana na mtu au inapotokea ugomvi baina yako wewe na mwenzie, chunga sana yale maneno ambayo unayazungumza, kwa sababu upate kujua kuna kesho. Kuna watu kuombeana msamaha, kuna mtu kujua makosa yake. Sasa utakuwa na sura gani wewe ikiwa matusi yote ushamwangushia huyu bwana? Kuna watu leo wanazungumza maneno, ndugu zangu, wakati wa ugomvi na wakati wa hasira, utashangaa, lakini baadaye unapokuja kuomba msamaha unamuhurumia. Sasa yani ni vipi mtu ataanza kumsamehe mtu kama huyu? Unasahau kwamba kuna kesho. Jamani, usivuke mipaka unapokosana na mtu, wala usitoe maneno machafu. Kila mara bakia katika ukweli na bakia katika uadilifu na murua. Tabia njema inajalishwa sana katika mambo haya. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari kwamba Amr ibn al-As toka amesilimu, ameshindwa kula, ameshindwa kulala, analia tu, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri Amr ibn al-As aletwe mbele yake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno matatu haya, akamwambia, ya Amr, ama alimta anna al-islam yahdi ma kana qablahu? Ewe Amr, wewe hujui kwamba mtu anaposilimu Uislamu inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajasilimu? Unapomwona mtu anapiga shahada hapa msikitini au mahali popote pale anasilimu, huyu mtu anarudi kama alivyozaliwa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Al-Islamu yahdi ma kana qablahu. Kisha Mtume akamwambia, wa anna al-hijra tahdi ma kanat qablaha. Ibada ya hijra inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda hijra. Kama sahaba walivyohama Maka kwenda Madina, hawa wote walifutiwa madhambi yao wakarudi kama watu wadogo. Leo mtu anahama na dini yake, anahama na heshima yake, anamtafuta Mungu, anahama ile mji aliyokuwepo kwa sababu ni hatari yeye kuwepo pale kwa uhusiano wake na Mungu wake. Akaamua kuondoka kwenda kumtafuta Mungu mahali pengine wende ikawa ni sababu yeye kuondoka na akauli kwa Mwenyezi Mungu kwa salama salimini. Kisha ndo Mtume akamwambia Amr ibn al-As, na hapa ndo mahallu shahid, akamwambia, wa anna al-hajj yahdi ma kana qablahu. Na ibada ya hajj inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kufanya ibada ya haji.
Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine akasema, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Mtu yoyote ambaye atakayekwenda kufanya ibada ya hija hakumuingia mke wake, kwa wale ambao wanaandamana na wake zao, kumuingia mke wake katika ibada ya hija ni moja katika mambo ambayo inabatilisha, inaharibu haji ya mtu, na kafara yake ni mtu kuchinja ngamia, na ataendelea mahali alipoachia mpaka mwisho. Lakini mwaka ujao Mungu akimpa uwezo itabidi tena arudi akalipe upya, akafanye upya. Sasa Mtume anasema man hajja walam yarfuth, hakumuingia mke wake, walam yafsuq, na hakufanya machafu aina yote kule alipokuwa kule. Hija ikimalizika, huyu bwana anapanda ndege anarudi nyumbani, kayaumi waladatu ummu, kama siku ambaye mama yake amemzaa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Kisha jambo lingine ndugu zangu ambaye inafuta madhambi yote ni tauba ya kweli. At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, mtu ambaye anatubia toba ya kweli, akawacha madhambi ambayo anayafanya na akayajutia na akatia azma kwamba haturudia tena, huyu vile vile anarudi kama alivyozaliwa, anarudi kama vile alivyozaliwa. Ndugu zangu, tumo ndani ya masiku bora duniani, na masiku haya inapoingia tarehe moja, kuna baadhi ya mambo ambayo sisi Waislamu itakana tuyafanye, na kila Muislamu anatakana ayajue haya. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min ayamin al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah azza wa jal min 10 al-ula min dhul-hijja faakthiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Hakuna masiku ambayo yanampendeza Mungu kwa mja kufanya matendo mema ndani yake kuliko masiku 10 ya kwanza ya Dhul-Hijja. Basi Mtume anasema zidisheni ndani ya masiku haya kumkabiri Mwenyezi Mungu, kumtukuza Mungu na kumhimidi Mungu na kusema neno la ilaha illa Allah. Ndio unaona toka tarehe moja ilipotangazwa mwezi, kuna takbira ambayo inaitwa takbiratul mutlaq. Hii ni takbira ambayo si muqayyad, si kwamba imewekewa mahali maalum au wakati maalum. Maana yake sio baada ya swala, bali popote ulipo, kule barabarani, ukiwa mtaani, huko sokoni, umewakuta Waislamu, kuanzia tarehe moja nitakana tulete takbira ndugu zangu. Na barabarani, si ya msikitini. Ya msikitini itaanza baada alfajiri siku ya Arafa yenyewe inshallah, lakini hii ya tarehe moja mpaka mwisho ni masokoni, mabarabarani, mitaani, madukani. Unapokuta Waislamu wamesimama mahali, anza takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tuzidisha hii ndugu zangu, hii ni sunna ilogurwa, itakana kuhuishwa, na yeyote ambaye atakayehuisha sunna ilogurwa Mwenyezi Mungu atampa ujira wake, na ujira ya ule mtu ambaye amemkumbusha mpaka siku ya kiyama. Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaum alqiyama. Leo ukianzisha hii sunna mitaani leo, kwa sababu Waislamu wengi hawajui, watakuona wewe ni mgeni. Wewe huyu bwana anaita takbira, kwani Idi imefika? Kumbe hatujui ndugu zangu, tunaacha kitu cha thamani hapa katika maisha yetu. Kisha jambo la pili ndugu zangu, kwa mtu yoyote ambaye ametia azma ya kuchinja katika siku ya Idi kubwa, na kuchinja wametofautiana wanazuoni kuhusiana na hukumu yake. Kuna baadhi ya wanazuoni wakasema kuchinja katika udhiya siku ya Idi kubwa ni sunna, sio lazima. Kuna wanazuoni wengine wakasema ni sunnati muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, maana yake imetiliwa nguvu, imehimizwa, maana yake watu wayafanye. Lakini kauli ya wanazuoni wengi, maana yake kaulul jamhur, na hii ndo kaulu rajih, ndo kauli ya sawasawa kwa mujibu wa dalili ndani ya Qur'an na sunna ya Bwana Mtume, kuchinja ni lazima kwa kila mwenye uwezo.
Wewe Mungu amekupa uwezo wa mali, ni lazima uchinje. Usipochinja utaanguka ndani ya madhambi, kwa dalili ndani ya Qur'an na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya Qur'ani kuna aya nyingi. Mwenyezi Mungu anasema miongoni mwa aya, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Hii aya inazungumzia salati al-Eid na kuchinja katika siku ya Eid kubwa. Na hii aya Mwenyezi Mungu ametoa amri, na Mwenyezi Mungu anapotoa amri, fuqaha wanazoni wetu wanakubaliana kwamba hili jambo linakuwa ni lazima kwa kila Muislamu. Madamu una uwezo wa mali, basi ni lazima uchinje. Ndio unamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man wajada sa'atan wa lam yudhahi fala yaqribanna musallana. Hadithi sahih. Mtume anasema mtu yoyote mwenye uwezo wa kuchinja na asichinje, basi asikaribie msalla wetu huu, asikaribie msalla al-Eid, asikaribie MOW grounds, asikaribie Saali grounds, asikaribie Isli grounds. Mahali popote inaswaliwa Eid uwanjani, huyu bwana asikaribie hapo. Kwa nini? Kwa sababu amefanya ubakhili. Mungu amempatia na akafanya ubakhili katika maisha yake. Ndio unamuona Imamu na Shafi'i anasema mtu yoyote mwenye uwezo wa kuchinja na asichinje, Waislamu intakana wampige vita huyu mtu, wasichekecheke naye, wamwangalie na sura za hasira, kwa sababu Mungu amempa uwezo alafu anafanya ubakhili. Walbakhil aduullah, bakhili ni adui wa Mungu. Wewe mali ulizonazo ndugu yangu, upate kujua haukupata kwa sababu ya masomo yako bwana. Mungu ndiye ambaye amekupatia. Kuna watu hapa duniani wamesoma kuliko wewe, lakini hawana, wewe unaye kuliko wao. Haukupata imani kwa sababu ya nguvu yako wala ujanja wako. Kuna watu hapa duniani ni wajanja kuliko wewe na ni wana nguvu kuliko wewe, lakini hawana, wewe unaye kuliko wao. Na hii mali Mungu amekuwa akitupatia kila siku. Anakupa pesa, anakupatia mali. Wengine anawapatia kila siku, wengine baada ya siku mbili, wengine kila wiki, wengine kila mwezi katika mshahara wao. Kisha akakuachia hii mali utumie unavyotaka wewe, isipokuwa amekuwekea msingi, mipaka, usivuke hapa, usiende katika mambo ya haramu. Kwa hivyo unaitumia unavyotaka wewe. Anakupa alafu anakuachia utumie. Unaingia sokoni unanunua unachotaka, unaingia supermarket, unaingia madukani unanunua mavazi ambayo unayotaka. Leo unaamua bwana mimi nitakula kuku, unakula kuku. Kesho unakula samaki ya papa, kesho kutwa unakula nyama. Wewe mwenyewe unaamua, hajawahi kukuuliza Mungu, anakupa amekuachia. Lakini baada ya mwaka Mwenyezi Mungu anakuambia ile pesa ambayo mimi wanakupatia kila siku au kila mwezi, toa shilingi 10,000 ndani yake, uchinje mnyama tu basi, sina kitu kingine. Mwenyezi Mungu anasema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mimi sina haja ya nyama mnazokula nyinyi wala damu mnazomwaga nyinyi, lakini nataka utiifu, nataka ucha Mungu. Nimekuambia chinja, we chinja, mali ni yangu mimi. Sasa Mungu anakuambia uchinje baada ya kwamba yeye amekupatia pesa, alafu unafanya ubakhili. Ndugu yangu, kama kuna mtu adui wa Mungu ni huyu. Tena nitakana uchague mbuzi au mnyama aliyokuwa bora katika wanyama walionenepa, bei yake ikiwa itakuwa ghali na uwezo unaye, nunua hiyo. Uwezo hamna, basi nunua ile kiasi ambayo wewe unaweza, lakini usifanye ubakhili, usifanye ubakhili. Sasa ikifika tarehe 1 Dhulhijja na wewe umetia azma ya kuchinja, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ru'iya al-hilal dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudh min sha'rihi wa adfarihi shay'a. Itakapotangazwa mwezi tarehe 1 Dhulhijja na mmoja wenu ametia azma na ana uwezo wa kuchinja, basi asinyoe nywele sehemu yoyote ya mwili toka tarehe 1, wala asikate makucha katika sehemu yote ya mwili mpaka baada ya siku ya kuchinja. Ukishachinja sasa ndio utaenda kunyoa nywele sehemu za mwili na utakata makucha. Ni kwa wale ambaye wametia azma ya kuchinja na wana uwezo wa kuchinja.
ndio hii sheria inawahusu wao. Wewe una uwezo wa kuchinja, hii sheria ikuhusu wewe. Wewe utaendelea kukata makucha, utaendelea kunyoa nywele sehemu za mwili. Mfano mimi nitachinja kwangu, mfano nitachinja mbuzi moja, inanitosha mimi na familia yangu, mimi na mke wangu, watoto wangu, wazazi wangu. Mfano wale ambao wako chini yangu, hii sheria ya kukata makucha na kunyoa nywele haiwahusu wao, inanihusu mimi ambaye nitakuchinja. Nachukua mfano, ilipoingia tarehe 1 Dhulhijja, wewe ulikuwa huna mipango ya kuchinja wala huna uwezo. Ikafika tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, ukaingia kwenye baadhi ya biashara, ukafanya baadhi ya deal, mambo yakaingiana, ukapata uwezo, ukasema na mimi vile vile nitachinja. Basi toka hiyo tarehe uliyopata uwezo, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, anza kujizuia vile vile, usikate makucha wala usinyoe nywele sehemu yoyote ya mwili. Jambo la kwanza, hikma iliyoko hapa ndugu zangu, tunakumbushwa binadamu sisi, kwanza hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume anapotoa amri, tahadhari sana ndugu yangu, usije ukaenda khilaf na hiyo amri ya Mtume. Mwenyezi Mungu anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao wanaokwenda kinyume na mafundisho ya Mtume, maamrisho ya Mtume, isije ikawafika fitna ama adhabu yumizayo. Mtume anakuambia hivyo, unafanya hivi. Anakuambia usikate makucha, usinyoe nywele, wewe unaenda unafanya tu. Tahadhari. Hikma ya pili ndugu yangu, wewe hauruhusiwi kunyoa nywele wala ukati makucha kwa ule mwenye uwezo wa kuchinja. Hikma iliyopo, tunashirikiana na mandugu zetu ambao wamekwenda haji. Wale mandugu zetu ambao wamekwenda kufanya ibada ya hija, kuna baadhi ya ibada wanayafanya kule, na sisi ambao hatukujaliwa kwenda tunayafanya pamoja nao na tukiwa huku nyumbani. Mfano wao wakifika miqat, hapo ni mahali ambapo ni lazima ushavae ihram yako, hauruhusiwi kupaka manukato. Kama ni kukata makucha, mwisho hapo umeshakata, umeshanyoa nywele, baada hapo hutoruhusiwa tena. Basi anaingia na huko anapiga talbia, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Wanaanza talbia kuanzia hapo mpaka wanapofika kwenye Al-Kaaba. Wakishamaliza ibada yao ya umra, ndo takbira ambaye ni mutlaq itakuwa inaendelea baada hapo. Sisi wale wanapiga talbia, sisi tunaendelea na takbira mitaani, mabarabarani, masokoni, madukani, katika baadhi ya sehemu ambayo watu wapo. Umefahamu? Wao mahujaji, inapofika siku ya Arafa, wanasimama katika uwanja wa Arafa, na sisi ambaye hatukujaliwa kwenda kufanya ibada ya haji, tunafunga saumu ya siku ya Arafa. Kesho yake au kuanzia hiyo wakati wa Arafa yenyewe, wanaanza kupiga takbira ambaye ni mutlaq. Kila baada ya swala hii takbira inaanza kupigwa kule na huku. Kisha kesho yake ndugu zangu, mimi na wewe tunaamka, tunakwenda uwanjani kuswali salati al-Eid. Mahujaji hawana salati al-Eid, wao badili yake wanakwenda kupiga jamarat, mawe 21, wanakwenda kwenye jamarat al-Aqaba, wanapiga jiwe 21, kwamba huyu ndio mfano wa adui yetu huyu. Kuanzia sasa adui yangu mkubwa atakuwa ni huyu sheitani. Si kwamba eti ile jiwe ni sheitani, hapana. Unapewa mafunzo maalum, wende ikawa umesharudi kama ulivyokuwa mtoto mdogo, umefutiwa madhambi yako yote, ushaandikiwa ni mtu peponi. Sasa upate kujua adui yako wa kwanza atakuwa ni sheitani, ndio unakwenda kupiga mawe mara 21. Wakitoka kupiga mawe na sisi tunatoka kuswali salati al-Eid, wakirudi katika mahema yao wanarudi kuchinja, na sisi pia tunarudi manyumbani tunachinja, na wanaendeleza takbira, na sisi vile vile tunaendeleza takbira. Na hikma ya tatu ndugu yangu iliyopo katika wewe usikate makucha wala usinyoe nywele, inamkumbusha binadamu asili yake ni kitu gani. Ndugu yangu, kwa mtu yoyote ambaye leo anajali sana usafi wake,
Wewe kaa muda wa siku 5, 6 mpaka siku 10 hujakata makucha wala hujanyoa nywele sehemu yoyote ya mwili. Ile dhiki ambayo utakayoiona wewe, maana yake hapa unakumbushwa wewe ni kitu gani bwana? Wewe ni manywele nywele tu, wewe ni makucha tu, haina haja ya kuwa na kibri katika dunia hii. Ndio asili yako ilivyo. Ndio unamwona mtu akifuga makucha marefu watu wanamshangaa, ni aibu yani. Akiacha nywele ndefu kwenye makwapa sehemu za siri hanyoi, aibu. Ndio Mtume ametufundisha mtu kila baada ikiota tu isipite siku 30 angalau ameshanyoa hizi vitu. Na ndio anakumbushwa binadamu asili yake, kama alivyosema Imamu Shaukani kwenye kitabu chake Al-Fathul Qadir alipotafsiri aya qutila al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faakbara. Ameangamia binadamu kwa kukataa kufuata maamrisho ya Mola wake. Mwenyezi Mungu anauliza, huyu bwana amekataa kufuata maamrisho yangu na sheria zangu, hebu naangalie ni nini ambacho kilichotumiwa kuumbiwa nacho yeye hata akawa na kibri katika dunia hii, akaanza kukataa kufuata sheria ya Mungu. Mwenyezi Mungu anajibu moja kwa moja, anasema min nutfatin, tumemuumba kwa tone la manii. Baadhi ya wanazuoni wanasema tumemuumba kwa maji machafu. Maji machafu maana yake manii sio najis, na lao manii ingelikuwa najis sisi sote hapa tungekuwa najis. Lakini maji machafu maana yake manii, ukiiona kwenye nguo yako au kwenye mwili wako hata harufu yake haipendezi, mara moja utaifutilia mbali. Ndio unaona Imamu Shaukani alipofika hapa akatoa maneno ya ajabu sana, akasema fa kaifa yatakabbar man kharaja min makhraj al-bawl marratayn. Vipi mtu leo anafika kuwa na kibri katika dunia hii? Mtu ambaye ametoka katika sehemu inayopitia mkojo mara 2. Sisi sote hapa tumepitia na kutokea kwenye sehemu inayopitia mkojo mara 2. Sehemu ya baba alipokuwa anapachika mimba na sehemu ya mama alipokuwa anazaa. Tumepita mahali pachafu ya ajabu. Ndio unaona yeye, ndugu yangu, ukikaa masaa 24 bila kuoga, bila kujimwagia maji, mwili wako inaanza kutoa harufu mbaya, unaanza kunuka sasa. Je, ukikaa siku 2 hujaoga hali itakuwaje ndugu zangu? Je, ukikaa siku 3? Ndio kuna baadhi ya watu wakipanda matatu, mtu anaomba hii matatu itafika saa ngapi? La haula wala quwwata illa billah. Namna binadamu alivyokuwa dhaifu, alafu wewe unafika kutakabbar, mimi bana ni bora kuliko hawa, cheo changu, mali yangu, kabila langu, rangi yangu, nchi yangu. Kitu gani hizi? Si kitu chochote ndugu yangu. Kabila yako, rangi yako, nchi yako haiwezi kukupeleka peponi. Itakachokupeleka peponi wewe ni uchamungu wako na uhusiano wako na Mungu wako. Sasa hapa nakumbushwa binadamu, wewe ni makucha tu na wewe ni manywele tu. Ndugu zangu, katika masiku haya kuna masiku mawili bora ndani ya masiku bora, masiku tukufu ndani ya masiku tukufu, naye ni siku ya Arafa na siku ya Al-Hajjul Akbar, Yaumun Nahr, Yaumul Udhiyah. Haya ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu mawili haya ameapia kando ndani ya Qur'an, pamoja na kwamba hizi siku 9, siku 10 zote ameapia kwa pamoja, kisha baadaye akaja akaapa na hizi siku 2 peke yake, akasema wal fajri wa layalin ashr. Masiku 10 yote hayo, Arafa na siku ya kuchinja ikiwa ndani yake hizo siku 10. Kisha baadaye akasema washafi'i wal watri, akaapa na siku ya kuchinja. Washafi'i maana yake ni siku ya kuchinja, Yaumun Nahr. Wal watri ni siku ya Arafa. Mungu anaapia kando kabisa kuonesha uzito wa masiku haya mawili ndani ya masiku mazito. Kisha Mwenyezi Mungu katika aya zingine nyingi vile vile amewahi kutaja, miongoni mwao Mwenyezi Mungu anasema was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud.
Mwenyezi Mungu anaapa na siku ya Kiyama, yaumul maw'ud, maana yake Mungu anaapa na siku ya Kiyama. Kisha anaapa wa shahidin, Mwenyezi Mungu anaapa na siku ya Ijumaa ambayo leo tuko ndani yake hapa, kuonesha uzito wa siku ya Ijumaa katika maisha ya Muislamu. Wa mashhud, na Mwenyezi Mungu vile vile anaapa na siku ya Arafa. Ndio unaona hii siku, ndugu yangu, siku ya Arafa haifai kumpita mtu yoyote miongoni mwetu. Na siku hiyo ikiwezekana uchukue off kazini, ufunge kazi. Shekhe, ni nafasi ya dhahabu hii, haipatikani hivi hivi. Kwa wengine wetu labda isiweze tena kurudi. Wewe leo ikiwa unaweza kuchukua off, ukaacha kazi kwa sababu ya kwenda kuzika, kwa sababu ya kwenda harusini, kwa sababu ya kwenda kibiashara, vipi leo unashindwa kuacha kazi kwa sababu ya kumkaribia Mungu katika siku hii? Hii ni siku kubwa sana ndugu yangu, na ndio unaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi Mtume anasema afdalu siyam yaum Arafa, saumu iliyokuwa bora katika saumu za sunna ni saumu ya siku ya Arafa. Na kisha Mtume akasema as-siyam yaum Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata al-madhiya wa sanata al-qabila. Yani mtu ambaye atakayefunga saumu ya siku ya Arafa, Mtume anasema atafutiwa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka unaokuja, miaka miwili. Unajua, tunaweza kuuliza swali hapa ndugu yangu, mwaka uliopita kuna kila mmoja wetu anajua kuna mahali aliteleza, kuna madhambi ambayo kila mmoja wetu yuko naye, alokamilika ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa saumu ya Arafa, katika madhambi ya mwaka uliopita anaweza akafuta madhambi yote ya mwaka uliopita. Lakini mwaka unaokuja ndugu zangu, wewe hujaifanya madhambi yenyewe, wala hujui itakuwa ni dhambi gani, wala hujui kama utaifikia. Vipi Mungu anakusamehe kwa madhambi ambaye bado hujaifanya? Bado wanatafsiri, wanazuoni tafsiri mbili. Wanasema tafsiri ya kwanza, Mungu anatujua sisi sote vizuri sana, anatujua vizuri ndugu zangu, nani ambaye ana udhaifu gani, nani ambaye ana madhambi fulani ambaye inamsumbua. Mungu anatujua. Kwa hivyo yeye ndo ambaye ameamua kwa sababu ya kufunga saumu ya Arafa, huyu bwana atakuja kufanya matendo fulani baadaye, mimi nitamsamehe. Yeye ndo alikosewa, Mungu ameamua kusamehe kabla hata hujaifanya madhambi yenyewe. Lakini tafsiri ya pili, wanasema wanazuoni, lao utafunga saumu ya siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu atakuwezesha usiweze kuyafikia yale madhambi ambayo yako mbele yako katika muda wa mwaka nzima. Ndio unaona mtu anafanya matendo kama haya, kufunga saumu ya Arafa na matendo mengine, anaona labda ni kitu kidogo tu, kumbe hujui hii matendo ambayo unayofanya wewe kama saumu ya Arafa itakuzuia na mambo mangapi kule mbele katika maisha yako. Ndio unamuona mtu anafunga saumu ya Arafa, akimaliza tu anaanza kukaa chini, anaanza kuitathmini maisha yake, anaanza kujiuliza baadhi ya maswali. Mimi kuna tabia fulani fulani lazima kuanzia leo niwache, siwezi kuendelea hivi. Anaanza kuchukia baadhi ya vikao fulani, baadhi ya uraibu fulani. Ndio unamuona mtu ameanza kubadilika, kumbe ni saumu ya Arafa. Ndio usidharau vitu kama hivi. Na hii saumu, siku ya Arafa ndugu yangu, ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu anawasamehe mabilioni ya watu kutoka ndani ya moto wa Jahannam. Mtume wa sallam anasema ma min yawmin aktharu min an ya'tika Allahu 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu anawaacha watu kutokana na moto wa Jahannam kama siku ya Arafa. Na ndio unaona siku hiyo Iblis la'natullah alayhi anatoka mbio, anapiga makelele, na huko anatokwa na upepo, kwa sababu malengo yake imeanguka. Alikuwa anataka wewe na mimi tuingizwe motoni, na Mwenyezi Mungu ametutoa ndani ya moto wa Jahannam. Hii siku ni siku kubwa sana ndugu yangu. Fikiria Mwenyezi Mungu leo kutuacha na moto wa Jahannam,
wama adraka ma adhabu an-nar ya ikhwata al-iman. Wewe unaijua moto wa jahannam? Ikiwa hii moto ya duniani imeshazimwa mara 70, mara 70 mara 3, ndio hii ambayo tunaweza kupika naye chakula, tunawasha taa, inatumika katika maisha yetu. Lakini ile ya akhira ni moto rangi nyeusi, mvuke wake peke yake inamnyeyusha mtu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakutoa ndani ya moto wa jahannam kwa sababu ya kufunga saumu ya siku ya Arafa. Na hii ndio siku ya pekee ndugu yangu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremka wakati wa mchana. Siku zote katika mwaka nzima Mwenyezi Mungu anateremka wakati wa usiku wa manane. Kaifia yake anateremka vipi? Yeye mwenyewe ndo anaijua. Yaliqu bijalalihi wa adhimi sultanihi, inaambatana utukufu wake na ukubwa wa ufalme wake. Yeye ndo ambaye anaijua anateremka vipi. Anateremka wakati wa mchana, na kila siku alikuwa akiteremka wakati wa usiku, usiku wa manane. Anapoteremka usiku wa manane, kila usiku anauliza maswali matatu: hal min sa'ilin, hal min talibu hajatin, hal min mustaghfirin. Kuna mtu yoyote ambaye ana maswali yake nimjibie usiku wa manane? Kuna mtu yoyote ambaye ana haja yake nimkidhie? Kuna yoyote miongoni mwenu anaomba msamaha nimsamehe? Lakini katika siku ya Arafa Mungu anateremka wakati wa mchana. Tena Mtume wa sallam anasema, wa innahu la yadnu wa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Mwenyezi Mungu anawakaribia waja wake kweli kweli, anakuja mpaka karibu yetu yani. Kisha anajisifu mbele ya malaika, anajifakhiri mbele ya malaika, anawauliza malaika, hawa watu wanataka nini? Hawa wamesimama katika uwanja wa Arafa, mamilioni ya watu, na hawa wengine ambao wakujaliwa kwenda haji wanafunga siku ya Arafa, wanataka nini hawa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia malaika, ushhidukum anni qad ghafartu lahum, nataka nyinyi malaika muwe mashahidi wangu, mimi nimewasamehe wote hawa wote. Na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwao. Sasa wewe vipi leo utaacha hii siku ikupite ndugu yangu? Na hii ndio siku ambaye mahujaji wanasimama katika uwanja wa Arafa, na sisi naye tunafunga siku ya Arafa. Arafa ndugu yangu ni siku moja tu, hakuna Arafa mbili duniani, wala hakuna Arafa 3 duniani. Arafa ni moja. Ndio Mtume ametaja katika hadithi zote ni yaumu Arafa. Hakusema siku ya 9, amesema siku ya Arafa. Mtume anasema asiyam yaumu Arafa, saumu ya siku ya Arafa. Hakusema yauman ama ayyam, kama vile Lailatul Qadr ni usiku mmoja. Hakusema lailatan au layal katika mwezi wa Ramadhani basi vile vile siku ya Arafa ni moja tu. Mtume ameelezea kama tulivyoeleza, ma min yawmin akthar min an ya'tika Allahu 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Yawmi Arafa, siku ya Arafa, afdalu dua yawmi Arafa. Dua iliyokuwa bora ni dua ambayo Muislamu anaiomba siku ya Arafa. Alhajju Arafa, hija ni Arafa. Kwa wale mahujaji wanapokwenda kule Makka, usipoenda kutekeleza ibada ya siku ya Arafa, wewe huna haji, huna haji. Sasa ndugu zangu, asije mtu akakupokonya hii nafasi yako ya dhahabu. Leo kuna baadhi ya watu wameshaanza kutangazia watu kwamba Arafa yao katika nchi yetu ya Kenya hii na nchi ya Tanzania na sehemu zingine itakuwa ni siku ya Ijumaa, na Ijumaa ndio itakuwa ni siku ya Yaumul Eid. Arafa ni siku ya Alhamis inayokuja. Hii Ijumaa ni gani tena? Katika nchi yetu hii kuna Arafa nyingine jamani? Hakuna Arafa katika nchi ya Kenya, wala katika nchi ya South Africa, wala katika nchi ya Tanzania, wala Zanzibar. Arafa ni moja tu katika nchi ya Saudi Arabia, ni hiyo moja tu. Sasa hii yao ambao wanakuja kufunga kesho yake, ndugu yangu, unamwambia mtu mbona ukufunga leo Arafa, anakuambia yetu ni kesho. Yenu ni gani hii? Hii yenu ndugu zangu ambayo itakuwa ni kesho, upate kujua utakuwa umefunga katika siku ya Idi.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha mtu anayefunga siku ya Idi katika madhambi makubwa. Kisha hiyo yenu ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, watu wamo ndani ya Idi, hiyo Arafa yenu Mungu pia atashuka wakati wa mchana. Mwenyezi Mungu atashuka wakati wa mchana, atawasamehe watu kutokana na moto wa Jahannam siku hiyo pia. Na Iblisi atatoka mbio, atapiga kelele huko, anajuta majuto makubwa sana siku yenu hiyo. Ni gani hii ambayo mnatuambia sisi jamani? Na hiyo siku vile vile Mwenyezi Mungu atawafutia watu madhambi ya miaka 2. Sasa mtu anapokonywa ibada kama hii ya Arafa na huku anaona tu kwa sababu ya kufatafata mambo ya watu. Hawa watu ndugu zangu, upate kujua siku ya Kiyama hawatakuwa na wewe. Ulizaliwa ukiwa peke yako na utakufa ukiwa peke yako, na utafufuliwa kutoka ndani ya kaburi siku ya Kiyama ukiwa peke yako, na utasimamishwa mbele ya Mungu. Mungu atakuuliza kama fulani, atakuita kwa jina ambao ulikuwa unaitwa naye hapa duniani, ya fulani bin fulani, utaitikia naam, na atakuuliza kama fulani. Hawa watu ambao utakuwaridhisha hawatakuwa na wewe, na kama ni kuingia peponi utaingia ukiwa peke yako, na kama kuingia motoni utaingia ukiwa peke yako. Sasa ikiwa mambo yote yananihusu mimi, mali walinnas, nina nini mimi na mambo ya watu hawa? Hawa watu tutaishi na wao kwa amani, tutakula sinia moja, tutaswali katika msikiti mmoja, lakini inapofika mambo ya Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu na mtume lazima wawe mbele. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه min haythu la yahtasib. Ndugu zangu Waislamu, namalizia khutba yangu nikiwakumbusha siku ya Eid ambayo Mwenyezi Mungu vile vile ameapia ndani ya Qur'an. Na hii siku ndugu zangu ni miongoni mwa siku tukufu vile vile, na hakuna ibada iliyokuwa bora katika siku hiyo zaidi ya mtu kumwaga damu ya mnyama taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kujikaribisha nalo kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio ibada iliyokuwa kubwa katika siku hiyo ndugu yangu. Na mnyama anachinjwa baada ya Eid, ingawa hatuna nafasi ya kuelezea haya, lakini baada ya siku ya Eid ambayo ni siku ya watu kula na kunywa, na siku 3 baada ya Eid ambayo inaitwa ayyamut tashriq, ayyamut tashriq, ayyamul akl wa shurb, hairuhusiwi mtu kufunga, ni haramu kufunga katika siku ya Eid na siku 3 baada ya Eid. Watu wanatakana washerekee, lakini wasivuke mpaka. Hii siku ya tashriq imeitwa tashriq kwa sababu ya kuweka stock ya nyama. Ile siku ya Eid kama wamekuletea majirani nyama, weka stock. Hizi siku 3 ni kula tu, lakini usile kupita kiasi, usile kuvimbiwa, usifanye israfu. Wapelekee na majirani vile vile, na Waislamu wenzako na maskini vile vile, mpate kuwajali, lakini tusichupe mipaka katika mambo ya kusherehekea katika siku ya Eid. Leo hasatan ndugu zangu, kuna baadhi ya watu siku ya Eid ndio siku ambayo wanaona ni siku ya kufanya madhambi. Wanaacha ibada zote ambazo walikuwa wamefanya, wameshapanga mambo ya kumuudhi Mola wao. Wameshapanga vikao, wameshapanga starehe, wameshapanga mahali utakutana, wameshapanga pesa tayari. Hii tumeiweka kando kwa ajili ya siku yenyewe. Tupate kujua ndugu zangu, tunakosea sana katika maisha yetu. Tumefanya ibada nyingi katika masiku haya. Siku ya Arafa wenda ikawa umetolewa ndani ya moto wa Jahannam. Vipi tena unakuja kufanya matendo ya watu motoni ndugu yangu? Na Mungu ashakutoa motoni. Vipi tena unafanya matendo haya mabaya ya kumuudhi Mola wako, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshakutoa ndani ya moto wa Jahannam? Ni hasara iliyoje hiyo. Na ndugu zangu, tusherehekee manyumbani na watoto wetu, tusiwasahau, tuwanunulie mavazi mapya. Siku hiyo ni siku ya watoto hasatan, lakini tusitupe mipaka. Mtoto wa kike leo mpe mavazi ya kike.
Usimvishe suruali ya kiume, unamvisha mavazi ambayo maungo yake yote yanaonekana, anatoka nje uchi. Unamfundisha nini huyu mtoto? Ndugu yangu, wewe mzazi ndio ambao unapeana pesa, wala hujali wewe baba mtoto wako ananuliwa nguo aina gani. Mtoto wako wa kike huyu hasa anavaa mavazi ya ajabu ajabu ambayo mengine hata ni haramu kuvaa mbele ya watu. Siku ya Eid utaona watu wa kike wa Kiislamu wanavaa, na wengine wameshafika mwanamwali hasa, wanavaa matumbo kati, wanavaa majinsi, anatoka nje hijabu yenyewe amevaa nusu mgulingoti. Wala haula wala quwwata illa billah. Hii yote ni haramu ndugu zangu. Upate kujua wewe mzazi utakwenda kuulizwa. Na leo kuna baadhi za sherehe ambazo zinafanywa hasatan kuwavutia watoto, hasa ili wazazi wapeleke watoto wao katika sehemu kama hiyo katika siku ya Eid. Na sehemu kama hii ndugu yangu, kupeleka mtoto wako ni haramu. Ni haramu kabisa. Kama leo unavyoona baadhi ya watu wanapeleka watoto wao katika baadhi ya sinema, katika baadhi ya miji, katika baadhi ya sherehe, kama leo unavyoona katika Saali Grounds yanafanyika kila aina ya maovu. Eti baba amemwachia mtoto wake wa kike, rafiki yake ndio anaenda naye. Rafiki yake ni nani huyu? Unajua nini ambayo inaendelea pale ndugu zangu? Tushawahi kufanya dawa miaka za nyuma. Kila ikifika wakati wa magharibi kishaingia tu, zinakuja baadhi ya matatu pale, zinawabeba watu wa kike na wa kiume wote, wanaingizwa ndani, wanapelekwa disco kule Kanivo, mengineo si wapi. Mtoto anarudi nyumbani alfajiri. Wewe baba uko wapi wewe? Ndugu yangu, hii ni masuala yako, wala hujali wewe. Ikiwa wewe huwezi kutoka na mtoto wako, wala mama yake huwezi kutoka naye, mtoto abakie nyumbani. Wallahi utakuja kulia machozi rangi nyekundu, lakini isikusaidie kitu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa arda Allahumma anil khulafai ar-rashidin الهداة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، وصل وسلم على محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.